Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 700 katika sekta ya sukari umetajwa kuwa kichocheo kikubwa cha ajira na ukuaji wa uchumi wa viwanda nchini, huku kisaidia kupunguza utegemezi wa uagizaji wa sukari kutoka nje. Hayo yamesemwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo wakati wa ziara yake katika wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, na kueleza kuwa uwekezaji huo uliofanywa na Kilombero Sugar Company Limited umefungua ajira nyingi za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, hususan vijana wenye ujuzi wa kitaalamu na kiufundi, na kuimarisha mchango wa sekta ya viwanda katika kukuza pato la taifa. Amebainisha kuwa kuongezeka kwa uzalishaji wa sukari kunachochea pia maendeleo ya sekta ya shirikishi ikiwemo kilimo cha miwa, usafirishaji na huduma za usambazaji, huku maboresho ya miundombinu na teknolojia yakiongeza uwezo wa kukidhi mahitaji ya soko la ndani. Kwa mambo makubwa mawili hapa. La kwanza ni kwamba uwekezaji ambao tumeusajili tumeuona kweli mkubwa unaendelea, shilingi za Kitanzania bilioni 700. Kwa hiyo inaitwa capital, kwa maana ya mtaji ambao unaingia. Kazi ya pili ambayo tunaangalia sisi watu wa uwekezaji ni kwamba tunataka uwekezaji utuzalishie ajira kwa vijana wetu. Na kote nilikopita unaona vijana wetu wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali, na hapa ni sekta mbili tu, kwa maana ya kiwanda lakini pia ya kilimo. Wanaajiri zaidi ya watu 900. Na wote vijana ambao nimewakuta hapa ni vijana wametoka katika vyuo vyetu mbalimbali, NIT, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDOM na kadhalika na kadhalika. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maeneo Maalumu ya Uwekezaji Tanzania TISEZA, Giled Terry, amesema sheria ya uwekezaji inaweka vivutio vinavyolinda mitaji ya wawekezaji na kurahisisha utekelezaji wa miradi, hatua inayovutia uwekezaji zaidi katika sekta za uzalishaji wa viwanda nchini. Kwenye sheria yetu ya uwekezaji kuna vivutio ambavyo vinatolewa kwa ajili ya kuwezesha uwekezaji, na vivutio vile vinarahisisha kulinda mtaji wa mwekezaji Mtanzania au mgeni, ili uwekezaji wake uweze kufanikiwa na kufanyika kwa haraka. Na chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wa Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Kitila Mkumbo, tumekuwa na wepesi wa kuwasaidia Watanzania kufanya uwekezaji kwa kuwapa vivutio. Kwa tuwaombe na kutoa rai kwa Watanzania wote wanaotaka kufanya uwekezaji hasa wa viwanda, wafahamu kwamba upo usaidizi ambao unatolewa chini ya Mamlaka ya Uwekezaji, chini ya TISEZA, ambao unaweza ukawasaidia kwa mitaji yao midogo au mikubwa kuweza kufanya uwekezaji. Zaidi ya shilingi bilioni 300 zinatarajiwa kukusanywa katika kipindi cha miezi mitatu kupitia bidhaa mpya ya amana ya muda yenye riba ya asilimia hadi 13.5 kwa mwaka, hatua inayolenga kuongeza ukwasi na kupanua mikopo kwa sekta ya biashara nchini. Bidhaa hiyo iitwayo akaunti ya juhudi imezinduliwa na Benki ya Ushiriki Tanzania Coop Bank, ikiwa na mkakati wa kuchochea ukuaji wa uchumi jumuishi. Akizungumza jijini Dodoma, mkuu wa idara ya biashara na ushiriki wa benki hiyo Bwana Yahya Kiabo amesema fedha zitakazokusanywa zitaelekezwa katika kuimarisha mikopo kwa wajasiriamali wadogo na wakati, huku kiwango cha chini cha kufungua akaunti hiyo kikiwa ni shilingi 500, hatua inayolenga kuhamasisha utamaduni wa akiba na uwekezaji miongoni mwa Watanzania. Akaunti hii ni mahsusi kwa ajili ya wastaafu, wafanyakazi, vyama vya ushirika vya mazao, lakini vyama vya ushirika vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS, lakini pia wafanyabiashara, wakulima, taasisi binafsi, lakini pia na taasisi za serikali. Tunasema akaunti hii iko tofauti na akaunti zingine za muda maalum, zinampa mteja wetu machaguo mbalimbali. Moja ya machaguo ambayo mteja wetu anaweza kuyapata kupitia akaunti ya Juhudi account, mteja anaweza kuwekeza kwa kipindi cha miaka isiyopungua 3, lakini pia kipata asilimia kubwa kabisa ya asilimia 13.5 kwa mwaka. Lakini pia mteja atajipatia faida yake kwa kila mwezi. Yaani tunasema ni vuna na Coop Bank kila mwezi. Lakini pia katika Juhudi hii akaunti yetu, chaguo jingine ambalo mteja anaweza kalifanya kupitia akaunti yetu hii, anaweza kujipatia faida yake ya papo kwa papo mara baada ya tu kufanya uwekezaji wetu. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha hazina Hakimu Sheikh amesema akaunti hiyo inampa mteja uhuru
wa kuchagua muda wa uwekezaji kulingana na mahitaji yake, ikiwemo kuweka fedha kwa miezi mitatu na kupata marejesho pamoja na riba bila kusubiri mwaka mzima. Ameongeza kuwa uamuzi wa kuanzisha benki hiyo umetokana na maoni ya wateja wengi wanaohitaji mipango ya uwekezaji inayolingana na muda wao, huku benki hiyo ikitarajia hatua hiyo kuongeza mzunguko wa fedha, kuimarisha sekta binafsi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa mmoja, investment yetu tunaweza kufanya kwa muda tofauti. Miezi mitatu, miezi 6 na mwaka mmoja. Kwa hiyo unavoleta hela yako sio lazima upate interest ya mwaka mmoja kabisa. Au unajua na mipango yako baada ya miezi mitatu unahitaji ile hela yako, basi utaweka miezi mitatu, tutakupa interest yako hapo hapo. Alafu baada ya miezi mitatu utachukua principal yako ambayo umewekeza. Kwa hiyo hilo naona tulichukua hivyo, na tunapenda kuwashukuru. Tulikuwa ombi la watu wengi sana sokoni, imekuwa ombi la wateja wetu ambao tuko nao hapa, na tumewasikiliza na kuweza kuwekea hii product ili iweze kutii au kukidhi mahitaji yao ambao wanahitaji. Na Maendeleo Benki inayomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT imezindua tawi jijini Arusha, ambapo askofu mkuu wa kanisa hilo Dr. Alex Malasusa akisisitiza uaminifu kwa wafanyakazi na kuyafikia makundi yaliyosahaulika katika jamii. Akizungumza mara baada ya kufanya uzinduzi huu, Askofu Malasusa amesema kuna watu wana fedha na hawajui namna ya kujiletea maendeleo, hivyo benki hiyo itakuwa sehemu ya kutoa ushauri wa masuala ya kiuchumi. Benki hii si pamoja na kwamba imeanzishwa na kanisa, lakini kwa ajili ya watu wote, na inafuata miongozo na ya regulator ambayo ni Bank of Tanzania, yani BOT, ambayo inatuhitaji kuwahudumia watu wote bila ubaguzi wa rangi, wa itikadi, wa dini na jambo lolote. Ninachowaomba ni uadilifu na uaminifu. Wale waendesha bodaboda, wakina mama, wale mama ntilie na vitu, wote hao tunataka tuwajumuishe katika mambo ya kifedha. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo Lomnyaki Saitabau ameeleza ukwasi walionao na jinsi watakavyowezesha mikopo kwa jamii ili kujiletea maendeleo. Benki hii ilianza na mtaji na mali isiyopungua shilingi za Kitanzania bilioni 4 na sasa ina jumla ya mtaji wa shilingi za Kitanzania bilioni 26.6. Benki ina jumla ya shilingi za Kitanzania kwa maana ya mali bilioni 202.5 kwa mahesabu ambayo bado hayajakaguliwa kwa mwaka ulioisha Disemba 2025. Kwa tawi la Arusha ni tawi letu la kwanza, na tumejipanga sasa kuendelea katika kipindi hiki cha miaka mitatu iliyobakia tuweze kufungua matawi yasiyopungua matatu katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, na pia tuweze kuwa na vituo vya biashara yaani sales centers zisizopungua 6. Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Nikushukuru sana Nizia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, ni TV Habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi.